Lakini pia kwa Simba tunataka tufahamu, kuna kauli ambazo Simba walishawahi kuzitoa kwamba kama itailishwa dabi tarehe 15 ikapelekwa siku nyingine hawatacheza. Lakini imestua ni kwamba hatujaona picha ambayo walipiga na Mheshimiwa Rais. Simba bado hawajaposti. Kwa nini hawajaposti? Ni mgomo au ni kitu gani ambacho kinaonekana kwenye hayo makubaliano? Yanga wao wameionyesha kwamba walikuwa na kikao cha faragha na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Yanga wenyewe wameposti, lakini kwa upande wa Simba hawajaposti. Unaweza ukajiuliza shida ya Simba kuto kuposti ni nini? Kupangwa kwa tarehe ya dabi inatosha kabisa kwamba hakuna vitu vya kuhoji tena. Sawa, tumeona picha ya Mheshimiwa Rais na kila mmoja anatakiwa kuheshimu kile ambacho kimefika kwenye mamlaka ya serikali, lakini je, zile hoja za msingi ambazo Yanga walikuwa wanazisema kuhusiana na kuvunjwa kwa kamati ya bodi ya ligi, vipi, imefikia wapi? Na vipi kuhusiana na katibu wa TFF, vipi kuhusiana na Almasi Kasongo, vipi kuhusiana na vitu vingine ambavyo wao walikuwa na vidai? Je, ndo imefikia hapo mwisho? Yanga wamekubaliana na hicho? Nataka watufafanulie vizuri nini ambacho kimeafikiwa. Lakini pia twende kwa Yanga watuambie jinsi ambavyo umeridhishwa na hiki kitu kilichofanyika. Karibu sana, hii ni Like Media. Kama ambavyo unafahamu, tunakuwepo hapa kuweza kukujuza taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo ulikuwa uzifahamu, na kikubwa zaidi ambacho unatakiwa kukifahamu sasa ni taarifa ambayo mara baada ya picha kuonekana viongozi wa Simba na Yanga wakiwa wako pamoja na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Sasa ni taarifa ambazo zimeweza kutoka kuhusiana na mambo kadha wa kadha. Taarifa ya kwanza ambayo ilitoka ni kuhusiana na Ligi Kuu Tanzania Bara, mchezo wa dabi ya Kariakoo kati ya Simba na Yanga, kwa maana ule mchezo ambao ulitakiwa kuchezwa tarehe 15. Lakini mwisho siku mchezo huo umeahirishwa mpaka tarehe 25. Hili ulikuwa unalijua, pengine ulikuwa ulifahamu. Taarifa ambazo zimetolewa na bodi ya ligi, lakini taarifa ambazo ni kwa ajili ya vyombo vya habari, kwa maana taarifa kufikia wewe mtazamaji wetu, lakini pia mpenda soka kwa ujumla, na kufahamu mambo mengi ambayo yamejiri. Ni kuhusiana na taarifa ya bodi ya ligi ambayo inasema hivi. Taarifa kwa vyombo vya habari. Bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara TPBLB imeusogeza mbele mchezo namba 184 wa Ligi Kuu ya NBC kati ya klabu ya Yanga na klabu ya Simba ambao ulipangwa kufanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Juni 15 mwaka 2025 kuanzia saa 11 jioni. Mchezo huo sasa utafanyika Juni 25 mwaka 2025 kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kuanzia saa 11 jioni. Bodi inazitakia maandalizi mema klabu za Yanga na Simba kuelekea mchezo huo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano bodi ya Ligi Kuu Tanzania Bara TPBLB Juni 13 mwaka 2025. Hii ni taarifa kutoka bodi ya ligi. Ukiangalia taarifa ambayo imetolewa hii, utaanza kugundua baadhi ya vitu kwamba mvurugano ambao ulikuwepo kuelekea dabi ya Kariakoo ulikuwa ni mkubwa sana. Kwanza, taarifa hii imeandikwa kwa tahadhari nyingi sana kwamba iwe na maneno machache ambayo hayawezi kuleta taharuki nyingine, lakini ikiwa na maswali mengi sana, hasa kwa wale ambao hawajaona picha ambazo zilikuwa na sambaa kwa maana ya kwa kutoka katika vyanzo mbalimbali ambayo iko namuonyesha Rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania akionekana akiwa na bodi ya ligi, lakini picha hizo kwenye bodi ya ligi hakuna picha yote ambayo imeonyeshwa kimuonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa na viongozi wa Yanga pamoja na Simba. Hakuna picha ambayo yote imeweza kuonekana ikiwaonyesha kwamba wako pamoja, lakini kwa upande wa Yanga kuna picha ambayo wao wameposti kwa maana ya
mwekezaji wa klabu ya Yanga GSM akiwa na Mama Samia Suluhu Hassan, Arafat Haji pamoja na CEO Andre Ntine wakiwa wamepiga picha ya pamoja. Yanga wameposti picha hii wakiwa kwa pamoja Ikulu Dar es Salaam na wakiandika kabisa kwamba timu ya wananchi, wakiweka alama ya wananchi lakini na bendera ya Tanzania wakiwa wameposti siku ya jana. Lakini kwa upande wa Simba ambao nao ilionekana picha ambayo walipiga na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, picha ambayo ilikuwa imetembea sana, lakini kwenye ukurasa rasmi wa Simba hakuna chochote ambacho kimeonyesha. Pengine waanze kutuma masaa mengine zaidi huko mbele, lakini picha ambayo Yanga wao wameionyesha kwamba walikuwa na kikao cha faragha na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na dabi ya Kariakoo. Yanga wenyewe wameposti, lakini kwa upande wa Simba hawajaposti. Unaweza ukajiuliza shida ya Simba kuto kuposti ni nini? Lakini kikubwa ni kwamba mara baada ya kuposti hizo picha ambazo zimesambaa kwenye mitandao ya kijamii, taarifa ikatoka bodi ya ligi kwamba mchezo upo ambao utachezwa Juni 25. Mchezo ambao utapigwa katika dimba la Mkapa. Inawezekana ukajiuliza maswali mengi sana kuhusiana na hiki ambacho nimekizungumza. Kwa nini Simba bodi ya ligi hawajatuma picha ambazo zinaonyesha kwamba serikali imeweza kufanya initiative juu ya kile ambacho wengi tulikuwa nazungumza kwamba swala hili limekuwa ni gumu sana kwa mtu wa kawaida au kwa TFF au kwa bodi ya ligi kuhakikisha kwamba linamalizika, lakini serikali ilikuwa na jukumu la kuhakikisha hili limalizike. Ni kwa nini sasa bodi ya ligi hawajaonyesha chochote? Yanga na hata zile picha ambazo tulitegemea kama makubaliano ya serikali, kwa maana rais kaweza kutoa ushauri wake kama serikali pia juu ya hili swala la dabi na mambo mengine yamekaa vizuri. Kulikuwa na haja gani ya kuposti picha ambayo haina maelezo ya kutosha juu ya kile ambacho walikuwa na kilalamikia? Pengine watu walitegemea wajibu na hoja zile ili wakacheza ule mchezo, lakini hapa hakuna hoja yoyote ambayo imejibiwa zaidi ya kuandika hiyo tarehe ambayo inaonyesha kwamba mchezo utachezwa tarehe 25. Lakini mwisho siku ni kwamba bodi ya ligi wameandika maneno kwa ufupi sana, maneno ambayo mwisho siku unaona kabisa walikuwa na tahadhari kubwa. Na ukiangalia mwishoni mwa andiko hili, mara baada ya kuandika kwamba bodi inazitakia maandalizi mema klabu ya Yanga na Simba kuelekea mchezo huo, kwa maana kwa maana idara ya habari na mawasiliano, kuna kitu wamekiandika kwa kujirudia. Kuandika kujirudia huko kunaonyesha kwamba pia walikuwa katika hali fulani ambayo inaweza kukufikirisha. Mfano hapa ameandika imetolewa na, afu akarudia tena imetolewa na, ndipo ambapo akasema imetolewa na idara ya habari mawasiliano bodi ya ligi Tanzania TPBLB, ambapo Juni 13 mwaka 2025. Hapa tunajifunza jambo moja tu kwamba hiki kitu ambacho kimefanyika kwa maana ya sintofahamu ambayo iliendelea ilikuwa ni kubwa isivyo kawaida. Lakini madai ya Yanga ndipo ambapo utaanza kujiuliza. Yanga ilikuwa na madai yake muhimu sana ambayo wengi wanatarajia kwamba yanatakiwa kwenda kutekelezwa. Kupangwa kwa tarehe ya dabi inatosha kabisa kwamba hakuna vitu vya kuhoji tena. Sawa, tumeona picha ya Mheshimiwa Rais na kila mmoja anatakiwa kuheshimu kile ambacho kimefika kwenye mamlaka ya serikali. Lakini je, zile hoja za msingi ambazo Yanga walikuwa wanazisema kuhusiana na kuvunjwa kwa kamati ya bodi ya ligi, vipi, imefikia wapi? Na vipi kuhusiana na katibu wa TFF, vipi kuhusiana na Almasi Kasongo, vipi kuhusiana na vitu vingine ambavyo wao walikuwa na vidai? Je, ndo imefikia hapo mwisho? Yanga wamekubaliana na hicho? Mimi nadhani kitu cha kwanza, wakati Yanga tumeona posti kutoka kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao wakiwa wamepiga picha pamoja, ikionyesha ni tukio ambalo kuelekea dabi ya Kariakoo ambayo ilikuwa ichezwe tarehe 15, lakini wamekutana na Rais, ni picha moja kwa moja kwamba hili swala kwa upande wa Yanga wameridhia kwamba hii dabi inaweza kawepo. Lakini mbona kwa upande wa Simba ni kama wameweka mgomo?
picha ambayo amepiga na Mheshimiwa Rais, kwa nini Simba hawajaiweka kama ni sehemu ya kielelezo kwamba kuna jambo limezungumzwa na kwa nini haijafanyiwa hivyo? Lakini kitu kingine ambacho ni cha kusubiria, hasa naamini hasa kwa wanamichezo watakuwa nasubiria posti rasmi, andiko rasmi la kutoka katika mamlaka ya soka ya TFF, lakini pia kutoka katika mamlaka ya bodi ya ligi ikieleza nini ambacho kimezungumzwa, makubaliano ni yepi na yepi yataenda kutekelezwa kwa sasa, na baadaye ni kitu gani ambacho kitafata mara baada ya hilo. Ndicho ambacho kinatakiwa kwenda kuzingatiwa zaidi katika yale ambayo wameweza kukubaliana, kwa maana ya serikali pamoja na TPBLB, kwa maana uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara. Kikubwa ni kwenda kukubaliana lakini kwao kwamba kutaleta afya, lakini pia wadau lazima waelewe, wakumbuke tu kwamba bodi ya ligi, mchezo ambao wanaosimamia wa mpira miguu ni mpira au ni mchezo ambao unahusisha Watanzania wote wapenda soka. Kwa hiyo wadau wana kila sababu ya kujua yale mazungumzo, hata kama sio kwa kina, angalau yale ambao wameafikia, ili tujue kitu ambacho kitakuja kutupa picha baadaye ni kitu gani katika hili ambao wanalifanya. Lakini pia nategemea kuona posti kutoka Young Africans ambao walikuwa ni walalamishi wakubwa kwenye swala hili la dabi ya Kariakoo na kutokuchezwa katika mchezo wa dabi ya tarehe 8 Machi 15 walikuwa nasema hawachezi, lakini makubaliano haya ili wadau pia wafahamu Yanga wamekubaliana na kitu gani, hoja za msingi ni nini, watoke pia watupe mjadala wa kujua nini ambacho kimekubalika, kwa sababu walichokuwa nakilalamikia Yanga walikuwa lalamiki chumbani, walikuwa nalalamikia kwa wadau. Kwa hiyo wadau pia wanatakiwa kufahamu kitu gani ambacho kimejadiliwa na Yanga na wao wameridhia kwa kiasi gani, na je kutoka hapa watu wanatokaje. Lakini pia kwa Simba tunataka tufahamu, kuna kauli ambazo Simba walishawahi kuzitoa kwamba kama itailishwa dabi tarehe 15 ikapelekwa siku nyingine hawatacheza, lakini imestua ni kwamba hatujaona picha ambayo walipiga na Mheshimiwa Rais. Simba bado hawajaposti. Kwa nini hawajaposti? Ni mgomo au ni kitu gani ambacho kinaonekana kwenye hayo makubaliano? Maswali ni mengi, hoja ni nyingi, na vitu vya msingi ambao nataka kuviona ni kwamba sasa kuelekea tarehe 25 hakuna kitu ambacho kitakuwa ni sababu ya hizi timu kutokwenda kucheza, na kitu ambacho wamekubaliana pale Ikulu wakati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa amewaita Simba na Yanga, basi hicho waje watuambie angalau hata kwa picha watu waelewe kwamba ni nini ambacho walikubaliana katika makubaliano yale ambayo yamefikiwa kuelekea kwenye dabi ya Kariakoo. Tumeona tu posti ya ligi kuu Tanzania bara, pengine tukiona picha bila posti, bila maandishi, bila maagizo ya dabi ya Kariakoo ya ligi kwa maana ya bodi ya ligi, tungesema pengine mazungumzo yanaendelea, lakini mara baada ya posti ya bodi ya ligi kuonekana inatupa picha kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kalitatua hili na akaliwekea miongozo ambayo ni ushauri wa nini kifanyike ili kuhakikisha dabi ya Kariakoo inachezwa, na kweli dabi itaenda kuchezwa. Lakini bodi ya ligi tunataka watufafanulie vizuri nini ambacho kimeafikiwa, lakini pia twende kwa Yanga watuambie jinsi ambavyo umeridhishwa na hiki kitu kilichofanyika, na kutoka hapa, kwa sababu ni mgogoro ambao ulimuhusu kila mmoja mpenda mpira miguu, kila mmoja amezungumza lake, tunatokaje hapa. Lakini kwa Simba wamefikia wapi katika hilo? Hapa tunazungumzia mgogoro ambao ulikuwa unahusu bodi ya ligi, TFF, lakini pia inakuwa inahusu Simba kwenye mgogoro huu wa dabi ya Kariakoo. Licha ya mambo mengi sana, lakini tunataka tufahamu Yanga wana picha gani ambayo wako nayo mpaka sasa. Ukiangalia posti ambayo Yanga wameposti kunako kwenye akaunti ya Yanga, wameposti bila maelezo ambayo yanajitosheleza. Kweli tunaona picha ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini tuna kitu ambacho tunakiona ni timu ya wananchi, basi hakuna maelezo kwamba tumefikia hatua yoyote. Kama kuna kitu ambacho ni hawakubaliani nacho, kile ambacho bodi ya ligi wamekitoa, basi ni vema pia wakatoka kwamba hiki tunataka kiende hivi kama ambao tulikubaliana na Mheshimiwa President. Lakini kama kuna utofauti hata kwa Simba pia
Kwa nini hawajaposti? Kama kuna kitu ambacho hawajakubaliana walikubaliana au hawajakubaliana, ni vema wakataka ufafanuzi kwa TFF au bodi ya ligi ili twende nao katika sura ambayo inafanana. Kikubwa ni taarifa njema ambayo inatoka bodi ya ligi kwamba dabi itaenda kuchezwa tarehe 25, lakini uhakika wa kuchezwa dabi hiyo ni kutokana na kuwepo kwa picha ambazo zinaonyesha President Mama Samia Suluhu Hassan ambaye ameonekana akipiga kwa upande wa Simba, lakini akipiga na picha kwa upande wa Yanga. Inaonekana kwamba kulikuwa na maridhiano. Je, maridhiano hayo ni tiba? Je, ni kwamba tumeondoa yale matatizo yote katika mpira? Inawezekana ikawa ni daraja tu ya kuvuka kucheza dabi na kuvuka msimu huu, inawezekana. Lakini katika misimu mingine, katika michezo mingine, kuna jambo kubwa la kuweza kufanya. Jambo gani la kufanya? Ni moja la msingi sana la kuhakikisha kwamba mahakama ya kimichezo lazima inapatikana kwa sababu ya kupata tiba ya malalamiko ya namna hii. Mtu akionekana amenyongwa, amekandamizwa, jibu la kwanza ni kukimbilia kwenye mahakama za kimichezo, kama kwa maana ya mahakama za ndani ya chama husika, kwa maana shirikisho au chama cha ngumi au sehemu gani yoyote, chama cha basketball, basi anatakiwa atoke aelekee kwenye mahakama ambazo zinaenda kufanya usuluhishi kwa kuweka taratibu ambazo zinatakiwa. Huu ni wito kwa serikali. Kikubwa zaidi, mgogoro huu ambao ulikuwa ni mkubwa kwa namna moja ama nyingine, tunaweza ukasema umeathiri kwa kiwango kikubwa baadhi ya vitu vya msingi sana kufanyika kwa sababu ya mgogoro wa Simba na Yanga. Kitu ambacho pekee tunakihitaji ni kumaliza hizi tofauti hizi kwa misingi ya kwamba isijirudie tena. Nikushukuru sana ambao umefuatilia Like Media, lakini naamini utaenda kucomment na kulike na kuhakikisha kwamba unaweka mawazo yako kwa hiki ambacho kimefanyika. Unafikiri ni tiba? Kwa maana kwamba rais, utakuwa unakumbuka hata kwa Faisal Salum aliweza kutoa tiba ambayo iliweza kusaidia Faisal Salum kuendelea na majukumu mengine ya kimpira na vitu vingine kama hivyo, maana baada ya kukaa muda mrefu bila kucheza, na ameenda kuwasha moto vile vile, maana yake ilikuwa ni kipaji ambacho kinaenda kuumizwa. Lakini kwenye hili mgogoro mkubwa huu ambao ulikuwa unahusisha Yanga, Simba, bodi ya ligi na TFF, ni mgogoro ambao haujawahi kutokea. Tiba unafikiri ni ipi? Maoni yako ni yapi katika hili? Basi weka maoni yako ili uwe miongoni mwa watu ambao watahusika moja kwa moja kuhakikisha kwamba wanaleta suluhu ya mwisho wa siku, kusiwe na migogoro mingine. Huu ni mgogoro katika soka la Tanzania, uwe wa mwisho. Ikiwezekana tuwe na mahakama ya kimichezo kama wenzetu Kenya, ambao sasa hivi mara baada ya kupitia kwenye mgogoro mzito sana miaka ya nyuma, sasa hivi wana majibu ya wapi kikotokea nini kikiwe suluhisho. Lakini pia Uganda nao katika mchakato huo kuhakikisha kwamba wanakuwa na mahakama za kimichezo. Jambo zuri ni kwamba dabi inaenda kupigwa, wala penda burudani wanaenda kushuhudia mchezo mzuri sana utakaofuata. Mimi naitwa Lugano Israel, nikushukuru sana kwa wewe ambao umefuatilia Like Media. Mpaka wakati mwingine, chao.